Kwa hiyo ndugu zangu, ninyi mnaosoma hapa na hata ambao mnahitimu, sifikiri kwamba kwenda chuo kikuu ni kitu rahisi, lakini kumaliza kule ukiwa salama sio kitu rahisi zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla, ninataka niwaanze kama mzazi, kama baba mchungaji, kwamba naomba mpende Mungu sana na mpe Yesu maisha yenu. Kama mnataka kuwa salama, kama mnataka kuwa salama, vinginevyo elimu yako haitasaidia mtu yeyote, hata familia yenu haitasaidia. Hapa niseme nanyi kidogo. Tulio ndani yake tuko salama. Hebu tufikiria ndugu zangu, wazazi wanakuwa na huzuni kiasi gani? Mtoto anasoma ni mwathirika. Kuna wakati kijana wangu mmoja alienda kusoma pale Sauti, akanieleza kisa kimoja kilikuwa kibaya sana. Akasema alisoma na binti moja mpaka akamaliza, kumbe alikuwa mwathirika, na siku ya mahafali ya kuhitimu na yeye alikuwa anahitimu, lakini siku hiyo ndiyo alikufa kwa ukimwi. Hebu fikiria kwa mzazi, pengine unajua hamuelewi, wazazi wenu mnaofahamu, wengine wanauza hata ng'ombe, wanauza kila kitu alichonacho wakitegemea watoto wasome. Lakini mtoto anaenda shuleni anakuja ni mwathirika na ameshaoza, na wengine wanakufa kabla ya wakati. Ni hasara kwa wazazi, ni hasara kwa nchi yetu Tanzania, ni huzuni na mateso katika jamii. Ndugu zangu, nataka niwaambie hivi, jitahidini kujilinda, na hamwezi kujilinda bila maisha yenu kumpa Yesu. Ninajua udhaifu uliopo katika mwili ambao mwanadamu anao baada ya kufa na mwanadamu. Bila Yesu hakuna mtu anaweza kushinda dunia hii ambayo imeharibika. Lakini kisa kingine ambacho nilikishuhudia kwa macho yangu mimi ni mwaka juzi, nilikuwa Dar es Salaam, nilienda kwa ajili ya, kulikuwa na send off ya mdogo wangu. Kwa hiyo nilienda Dar es Salaam na nikawa nimeamua kulala pale Dar es Salaam kwenye guest moja, na nikawa ninatakiwa kurudi Mwanza kwa ndege ambayo ilikuwa natakiwa nifanye reporting saa 9 ya usiku. Kwa hiyo nilipokuwa nimelala pale, nikaita Bolt, hizi gari za kukodi hizi, nilipofika saa 8. Kwa hiyo nikaita ile gari. Sasa nilipotoka, kuna mambo niliyaona ambayo yalinishangaza na sikuamini macho yangu. Nilipotoka tu nje kwenye nuru hivi, nikashangaa ninaona mabinti wadogo kama wako uchi, wengi kama walikuwa uchi. Sasa wengi wanavaa nguo tu, yani nguo tu kako hapa kafupi, viko transparent. Ukweli nilishangaa, nikamuuliza yule dereva, hawa maana wako namna hii? Akanambia hawa ni watoto wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, mabinti na wengine ni wa chuo cha ardhi hapa. Akanieleza hawa huwa wanakuja kujiuza na wanarudi kule chuoni saa 11. Wengine wanapewa simu hizi za iPhone. Akanihurumia sana, akaniambia mzee, mbona umeshangaa sana? Akasema ingekuwa mtu unaruhusu ningekupatisha sehemu zingine, singine utakuta wako uchi kabisa wa mnyama, hawana hata kufuata Mungu. Sasa nilipotoka pale tukaenda airport, sababu pale Sinza ukiwa unakuja Kinondoni hiyo na kwenda airport, karibu sehemu zote nilipita niwaona wanafunzi hao wengi sana. Mimi niliugua sana, kwa sababu na mimi ni mzazi na watoto wangu wanasoma chuo kikuu, wengine wamesoma pale, nimeweza degree zao pale chuo kikuu cha Dar es Salaam.
na wengine wamesoma pale IFM, walinaelewa. Kwa hiyo nilisikitika sana, niliugua. Sasa nikabaki ninashangaa. Haya ndio maisha ambayo leo yako kwa wasomi wetu. Maneno haya nimezuka kwa sababu gani? Ninawaandaa ninyi ambao mnatoka hapa kwenda chuoni kwamba msifikiri kule chuoni maisha ni rahisi. Lakini akaniambia jambo baya, hata vijana wa kiume ni mashoga na wanaolewa. Akasema huu mtandao ni mkubwa sana kwa sababu hata wanaohusika na mambo haya ni watu wakubwa. Huwezi kuuzima huu mtandao. Kwa hiyo ndugu zangu, ninyi mnaosoma hapa na hata ambao mnahitimu, sifikiri kwamba kwenda chuo kikuu ni kitu rahisi, lakini kumaliza kule ukiwa salama sio kitu rahisi. Kwa hiyo kwa ujumla, ninataka niwaanze kama mzazi, kama baba mchungaji, kwamba naomba mpende Mungu sana na mpe Yesu maisha yenu. Kama mnataka kuwa salama, kama mnataka kuwa salama, vinginevyo elimu yako haitasaidia mtu yeyote, hata familia yenu haitawasaidia. Mabinti zangu, watoto wangu wazuri, niwaeleze wazuri ni wale ambao wamempa Yesu maisha yao. Wazuri ni wale wamempa Yesu maisha yao. Wale ambao hawajaokoka, hao sio wazuri, kwa sababu hao ni chakula cha kila mtu, cha wote. Hakuna kitu hapo, hakuna tegemeo lolote. Kwa hiyo niseme kwa kifupi kwamba ndugu zangu, watoto wangu, maisha ya ulafi yatakugharimu, lakini tumpate Yesu, tukae na tahadhari katika dunia hii mbovu ambaye imeharibika katika kiwango kikubwa sana. Ulisikia juzi Museveni alivyojaribu kupinga hapo ushoga, alivyochukuliwa hatua na watu ambao wanasema wameendelea sana. Nchi zilizoendelea sana zilimpa onyo na tahadhari kwamba zitamnyima msaada. Kwa swala la ushoga, swala la usagaji ni mambo ambayo yameendelea sana, yametokea huko, lakini leo yanajaribu kuja kwetu Afrika kwa nguvu sana. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini sana, watoto wa shule. Ndugu zangu, na sisi wazazi tulioko hapa, tuombee watoto wetu. Tusifurahie tu kwamba wameshinda, wana division 1, sijui wanaenda wapi, sijui ya 9 ya 3. Hilo sio tatizo. Anaweza kuwa nayo akasoma akamaliza, siku ya graduation ndiye anakufa. Kwa hiyo nataka niseme hayo na niwahusie, Mungu awasaidie sana, na tutaendelea kuwaombea. Sisi machozi lazima tulie. Najua watu wanatushangaa nini, tunaliaga nini. Sasa tutaacha kulia kama watoto wa kiume leo wanaolewa? Tutaacha kulia kama leo watoto wa kiume leo wanabadili jinsia, wanarudi kuwa wanawake? Tutaacha kulia? Bwana, mambo mengi ya kulia yako, mengi ya kufanya kulia ni mengi mno, na hatutakuwa na furaha hata siku moja kwa sababu ya hali ya maovu yanazidi kuongezeka. Singependa kuchukua mambo mengi, najua mmehubiriwa sana. Mimi nirudi kwenye risala yenu nimeisoma. Nimesema ni risala nzuri. Kwanza niwapongeze katika yale mafanikio ambayo mmefanya. Mungu awabariki sana. Tumpe Bwana Yesu makofi mengi.